na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Leo Jumatano ya tarehe 18. Leo ni siku ambayo tumeanza mafungo ya Kwaresima. Tumeanza safari ya siku 40 ya mafungo ya Kwaresima. Leo katika tafakari ya asubuhi nataka nikuletee kwa sehemu, kwa ufupi sana, juu ya historia ya mafungo ya Kwaresima. Historia ya mafungo haya ya Kwaresima ilianza mwaka wa 300 baada ya Kristo kule Yerusalemu. Na mafungo haya ya Kwaresima yalianza Jumatano ya Majivu, ambapo watu walikusanyika katika ibada ama katika misa, na katika hizo misa ambazo zilifanyika hapo zamani yalitolewa mafundisho ama maonyo juu ya watu kuacha dhambi na kumrudia Mungu, kama tunavyosoma katika vitabu vya Biblia. Hapo tukiangalia katika kitabu cha nabii Yoeli sura ile ya kwanza na ile sura ya pili. Hebu tuangalie kitabu cha nabii Yoeli sura ile ya kwanza na ile sura ya pili. Sura ya pili mstari wa 12 anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Sura ya pili, sura ya kwanza mstari wa 14 anasema maneno yafuatayo: takaseni saumu, iteni kusanyiko la dini, wazee na wakusanyike, na wenyeji wote wa nchi waende nyumbani mwa Bwana Mungu wenu na kumlilia Bwana. Kwa hiyo watu walikusanyika nyumbani mwa Bwana katika misa, katika ibada ambayo ilitoa mafundisho, ilitoa maonyo juu ya watu kuacha dhambi. Na katika mafungo haya watu walijivika nguo za magunia, watu walipakwa majivu, ishara ya kuwa wapo katika kipindi cha toba. Na ndio maana inaitwa Jumatano ya Majivu, kwa sababu hiyo siku watu walipakwa majivu, wengine walivaa mavazi ya magunia wakiwa katika kipindi cha toba, ishara ya kuwa katika toba, dalili ya kuwa katika masikitiko ya dhambi. Angalia katika kitabu cha Yona sura ile ya 3. Yona sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Yona 3:5-6 anasema, Yona 3:5-6 anasema, basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari hii ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Kwa hiyo tunaona hapo zamani watu walipoingia katika toba, watu walipoingia kipindi cha masikitiko wakimwomba Mungu msamaha, walivaa magunia, waliketi katika majivu. Kwa hiyo sisi leo tunapoanza mfungo wa Kwaresima kwa kupakwa majivu ni kwa sababu na sababu mbili. Sababu ya kwanza ni desturi ya watu wa zamani ama kanisa la zamani, kwamba walipoingia katika kipindi cha toba, hata kama ni siku 3, siku 2, walivaa magunia, walijivika, walikaa kwenye majivu. Sisi leo tunapaka tu kwenye uso, wenzetu wajipaka mwili mzima majivu. Kwa hiyo kupakwa majivu sio jambo baya, wala sio jambo la imani zingine tofauti. Ni jambo la kibiblia, ni jambo la kiimani katika Kristo, ya kwamba ni dalili ya nje ya kuwa katika toba, lakini moyoni tupo katika masikitiko ya dhambi, tupo katika toba na kuomba msamaha wa Mungu. Kwa hiyo sababu ya pili pia ya kibiblia. Sababu ya pili ni hii. Kwa nini tunapaka majivu? Ni kwa sababu tunakumbusha wanadamu, tunakukumbusha kila mwanadamu aliye hai kwamba wewe ni mavumbi na siku moja mavumbini utarudi. Na ndio maana watu wa Ninawi, kuanzia mtoto mdogo mpaka mzee, mpaka mifugo, mpaka ng'ombe, njiwa, kila kitu walichokuwa nacho nyumbani, mifugo yote ilifungishwa na kuvalishwa magunia. Tunakukumbusha mwanadamu, wewe ni mavumbini
na mavumbini utarudi. Zaburi ya 90 ile aya ya 3 inazungumza kwa habari ya kukumbusha wewe mwanadamu ni mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini Mwanzo sura ya 18 ule mstari wa 27, neno la Mungu linasema, sura 27, Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Wewe mwanadamu ni mavumbi na majivu. Jumatano hii ya Kwaresima tunapojipaka majivu, tunakumbushwa sisi ni mavumbi na majivu, na siku moja tutarudi. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya kwanza nimekwambia ni desturi ya watu wa zamani walipokuwa katika toba. Tuombe. Mungu wetu, asante, umetupa nafasi ya kuweza kutafakari juu ya ujumbe huu. Tunakuomba kwa ajili ya msikilizaji wangu ananisikiliza, yule ambaye alikuwa na wasiwasi juu ya kuanza mafungo ya Kwaresima akiwa amejipaka majivu kama vile alikokosea wewe. Tunakuomba uweze kusema naye, endelea kusema naye. Na tunakuomba katika mfungo huu wa Kwaresima utuongoze, Baba, kama Isaya alivyosema sura 58, saumu uliyechagua ile sura 58 aya 6 ni kufungua vifungo vya uovu. Tunakuomba katika mafungo haya utusaidie kufungua vifungo vya uovu, sio tu kushinda na njaa tusubiri kula baadaye, lakini tufunguliwe vifungo vya uovu katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, asante sana na Mungu akubariki. Nikutakie mafungo mema. Kumbuka katika mafungo yetu jambo kubwa ni kuungama na kutubu dhambi, kumwomba Mungu, sio kushinda na njaa tu asubuhi tusubiri kufungulia. Bariki sana.